Waswahili walisema hakuna jambo ambalo limefichika ambalo halitajulikana. Kwa hicho ambacho amekisema Joseph Sinde Warioba ni siri ambayo kiukweli imewaacha watu midomo wazi. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusii tu bonyeza alama subscribe kisha utanioni notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziachia mahali hapa. Sasa leo ninaenda kukuletea kile ambacho amekisema Joseph Sinde Warioba. Tukumbuke kabisa kwamba Joseph Sinde Warioba ni mwanasiasa, mwanasheria na jaji mstaafu mashuhuri wa Tanzania aliyewahi kushika nyadhifa kubwa sana serikalini kwa muda mrefu. Alizaliwa tarehe 3 Septemba mwaka 1940 katika kijiji cha Ikizu wilayani Bunda mkoani Mara. Huyu bwana leo ameweza kuondoa siri zote ambazo serikali imekuwa ikizitumia kwa ajili ya kuongoza nchi ya Tanzania. Warioba alianza kazi kama mwanasheria wa serikali kuanzia mwaka 1960. Baadaye alipanda ngazi hadi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania, yani kuanzia mwaka 1976 mpaka 1983. Na baadaye hapo alikuwa waziri wa sheria, lakini baadaye tena alikuwa waziri mkuu, na baadaye wakamchagua kuwa makamu wa kwanza wa rais kati ya mwaka 1985 hadi mwaka 1990 chini ya Ali Hassan Mwinyi. Baada ya hapo aliwahi kuwa jaji katika mahakama ya kimataifa ya sheria za bahari huko Hamburg, Ujerumani. Tukumbuke kabisa kwamba mwaka 1999 aliongoza tume ya kuchunguza rushwa nchini Tanzania iliyojulikana sana kama tume ya Warioba. Tume hiyo ilifichiwa namna ambavyo rushwa ilikuwa imeenea katika taasisi mbalimbali za serikali na katika taasisi za siasa. Kwa hiyo tukumbuke kabisa kwamba kile ambacho amekisema leo, ambacho leo ninaenda kukwambia na leo utaenda kumsikia mwenyewe, tukumbuke kabisa hizi ni kazi za Warioba. Tukumbuke kabisa kwamba katiba mpya mwaka 2012 Rais Jakaya Kikwete alimpa jukumu la kuongoza tume ya mabadiliko ya katiba. Warioba aliongoza ukusanyaji wa maoni ya wananchi kuhusu katiba mpya ya Tanzania. Sifa zake, Jaji Warioba anajulikana kwa kusimamia ukweli na uwajibikaji, kupinga rushwa, kuongea wazi na zaidi amekuwa ni mtu ambaye anaongea vitu ambavyo vina maslahi mapana na nchi hii ya Tanzania, kuongea wazi kuhusu uongozi bora na demokrasia. Joseph Sinde Warioba pia ni mmoja wa viongozi waliodumu kwa heshima kubwa katika historia ya Tanzania kutokana na mchango wake mkubwa katika sheria, siasa, diplomasia na mapambano dhidi ya rushwa. Tukumbuke kabisa kwamba wakati anazaliwa mwaka 1940 katika eneo la Bunda Mara, wakati Tanzania ikiwa bado chini ya ukoloni wa Uingereza, alikulia katika mazingira ya kawaida kijijini, jambo lililomfanya kuelewa changamoto za wananchi wa kawaida tangia akiwa mdogo kabisa. Elimu yake alionekana kuwa mwanafunzi mwenye nidhamu na uwezo mkubwa wa kujieleza. Alipoingia kusomea sheria katika University of Dar es Salaam, alianza kujulikana kama kijana mwenye uwezo wa kujadili masuala ya haki pamoja na uongozi. Baada ya kuhitimu sheria, alianza kazi kama mwanasheria wa serikali. Kipindi hicho Tanzania ilikuwa chini ya uongozi wa Julius Nyerere na serikali ilikuwa ikitafuta vijana wasomi wa kusaidia kujenga taifa jipya. Kutokana na uwezo wake, alipanda haraka sana katika nafasi za sheria, akawa mwanasheria mkuu wa serikali kisha waziri wa sheria. Alijulikana kwa utulivu, makini na uwezo mkubwa wa kujenga hoja bila kutumia jazba. Waziri mkuu mwaka 1985, Ali Hassan Mwinyi alimchagua kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Kipindi hicho Tanzania ilikuwa inapitia matatizo ya uchumi, mabadiliko ya sera, uhaba wa bidhaa na mwanzo wa mfumo wa uchumi wa serikali wa soko huria. Warioba alipewa jukumu kubwa la kusimamia serikali wakati taifa liliingia katika mabadiliko hayo magumu. Alijulikana kwa maisha ya kawaida yasiyo ya kifahari, kutopenda makuu na kufanya kazi kwa nidhamu. Miaka 1990 bwana, rushwa ilianza kulalamikiwa sana nchini Tanzania. Serikali ikaunda tume maalum chini ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Tume hii ilijulikana kama tume ya Warioba